na Roho ndio wana wa Mungu. Waongozwa 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 na Roho ndio wana wa Mungu. Wote waongozwa na Roho ndio wana wa Mungu. 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 Karibu dada kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu wa kuitwa na kuitika, Mungu wa mitume, Mungu wa manabii watakatifu, tuko mbele zako Bwana. Tunashukuru kwa kipindi hiki Yesu Kristo, tunakwenda kulisikiliza neno lako. Baba, mtumishi wako amesimama Bwana, tunahitaji Baba uweze kumtumikisha Yesu Kristo. Bwana, mtie nguvu Bwana, akawe baraka kwa ulimwengu mzima Yesu Kristo. Walio katika giza Bwana wakapate kupata nuru hii Yesu Kristo kupitia injili Bwana. Kwa maana neno lako ni roho tena ni uzima Yesu Kristo. Mtumikishe Bwana kama chombo chako Papa, mjaze mafuta Bwana, kwa maana ni wewe ambaye unaiteua wahubiri Yesu Kristo. Bwana, ni wewe uliyemtuma Bwana. Baba, tukapate kuyasikiliza maneno yenye uzima Yesu Kristo. Nuru yako kapate kuangaza ndani ya mioyo yetu Bwana, waliofungwa wakafunguliwe, walio katika vifungo wakapate uhuru wao Bwana Yesu, kupitia mtumishi wako Bwana ambaye umekwenda kumteua katika nchi Yesu Kristo, katika wakati wa mwisho Bwana. Umtumikishe kwa baraka Yesu Kristo, kwa kondoo zako. Muvike nguvu Bwana na ujasiri, uwe pamoja naye Bwana. Yesu Kristo mnenaji awe ni wewe Yesu Kristo, ukaokoa walio wengi kupitia neno lako Bwana, akapaza sauti kwa walio katika njia za dhambi waache njia zao Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umuonekanie Bwana, mvike nguvu, mimina mafuta ndani mwake Bwana, jaza mafuta tena Bwana, jaza mafuta tena Bwana, kama gisa alivyosema kuwa roho Bwana yu juu yangu. Umupake mafuta Bwana, akapaza sauti yako Yesu Kristo, akapaza tarumbeta Bwana, ili walio katika njia za dhambi wapate kuokolewa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mubariki mtumishi wako Bwana, muwezeshe katika yote, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana wetu tunaomba na kuamini, amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, furaha ipo. Basi leo tutakwenda kuongea kuhusu upendo. We will talk about love. Tutaongea kuhusu upendo. We will talk about love. Kama gisi maandiko yalivyoandika. Like according to how the Bible writes it. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuongelea kuhusu upendo. We will talk about love. Kama gisi maandiko yalivyoandikwa kuhusu upendo. According to what's written in the Bible about love. Leo tutakwenda kuongea upendo kwa njia ambayo labda wengine hawajaelewa upendo. We'll talk about love in ways that other people don't know. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu, The love of humans to God, na upendo wa mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu. and the love of God through humans. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaandaa wa bibi harusi, We are preparing brides. na kinachosababisha wengi wasipokee Roho And Mtakatifu what causes many to not receive the Holy ni kwa Spirit sababu wengi hawajampa Kristu roho yao. is because many haven't given Christ their spirit. Wakati ambapo unapotoa roho yako kwa Kristu, The time where you give your spirit to Christ, na ndio pale Kristu anakuja kukaa ndani mwako. that's when Christ comes and dwells inside you. Na wakati Kristu anapokaa ndani mwako, At the time Christ dwells inside you, ni lazima sasa tuone tunda la roho you ndani must see mwako. the fruit of the Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hivi Right now, watu wanadhani kwamba mtu akiongea kwa lugha sana, people think that speaking in tongues a lot, akitabiri or sana, prophesies a lot, akifanya maajabu or sana, does wonders a lot, kwamba huyo kweli ana Roho that Mtakatifu. truly they have the Holy Spirit. Sisi kama vile kanisa la Yesu Us, Kristu, like the Church of Jesus Christ, inabidi tujifunze Mungu ni nani.
We have to learn who God is. na tuwajue wale ambao wana And Mungu, we should know those who have God. na ujijue wewe kwamba una Mungu ama una roho ingine And to danganyifu. know yourself if you have God or a false Bwana Yesu asifiwe. deceiving spirit. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba Because the scripture says that kama Mungu atawatumia roho if God will send his spirit iwadanganye, to deceive them, deceiving spirit, if God will send a deceiving na spirit, hiyo roho atawatumia kwa sababu wamekataa kweli. and that spirit will be sent because they denied Bwana the Yesu truth. asifiwe. Amen. Ni yeye aliyesema kwamba mtajua kweli He the one who said you will know the truth, na kweli itawaacha uhuru. and the truth will set you free indeed. Ukisoma ile andiko linasema kwamba wale wote waliomwamini, If you read the Bible, it says those who believed in him. hapo ndo sasa akawaambia, nyinyi ambao mmeniamini, That's when he said, mmenifuata, you who believes in me and follows me, mtajua ukweli you know the truth, na ukweli utawaacha uhuru. and the truth will set you free. Hakusema kwamba munajua ukweli, He didn't know that. He didn't say you know the truth. mutajua He said ukweli. you will know the truth. Haleluya Bwana. Hiyo inamaanisha kwamba watapokea Roho That means Mtakatifu that they will receive the Holy Spirit, ambayo ndio roho ya kweli, who is the true spirit, na hiyo Roho Mtakatifu ndio itawaacha nini? and the Ooh. spirit will set them free. Spirit of truth. Sasa wakati unapokataa kweli ya So Mwenyezi the Mungu, time you deny the truth of God, Mungu yeye peke, haiko ibilisi, God himself know the devil. atakutumia sasa roho He will send a spirit ya kukudanganya to deceive you, ili deceiving you, upotee, so that you can get lost kwa sababu umemkataa yeye. because you denied him. Utaongea kwa lugha, You will speak in tongues, lakini itakuwa lugha ya but ibilisi. it'll be a tongue of the devil. Utatabiri, You will prophesy, lakini utakuwa unatabiri na roho danganyifu. but you'll be prophesying with Hallelujah, the Bwana. false spirit. Utamwimbia Mungu, You'll be singing for God, lakini kwa sababu umekataa ukweli, but because you deny the truth, kwa sababu umekataa Kristu yeye ambaye ni because you neno, denied Christ himself, who is the word, madhara yake sasa the consequence ni hiyo roho ya udanganyifu. is the deceiving spirit. Ndio maana Biblia ikasema kwamba kutatokea manabii wengi wa uongo That's what the Bible says. Many false prophets will come ambao watafanya maajabu. who will do miracles. Biblia ikasema mtawatambua kwa matendo The yao, Bible says you'll know them by their fruits. ila sisi kanisa But takatifu as a holy church, wanaokwenda mbinguni, those who are going to heaven, maana pasipo utakatifu hakuna ambaye atakayemwona Mungu. Ndio because maana without tuko kanisa holiness, takatifu. nobody will see the Lord. Inabidi tumjue kiundani. We must know him deeply. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujue neno la Mwenyezi Mungu We should know the word of God ili tusitishwe so that we cannot be shaken na mtu ambaye anayefanya vituko lakini hatuoni tunda ya vituko. with Hallelujah, somebody Bwana. who's That's doing right. miracles but we're not seeing the fruits. Ndio maana Mungu anatupitisha katika somo That's why God passes us through lessons tuone, so we can see, tujue, so we can know, ili kwamba na sisi so tusidanganye. that we cannot be deceived. Sasa tutajifunza leo upendo, the We'll love. learn about love. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu unakuta unapenda mwanamke Because you love a woman, lakini baada ya siku mbili but after 2 days, wewe ambaye ulimpenda you who love them, unaanza kumfukuza tena. you start chasing them out, putting them out. Unakuta watu wako ndani ya kanisa, You find people in church, tunapendana we tunapendana, love each other, we love each baada other. ya miaka 2 miaka 3 After 2 years, 3 unasikia years, kanisa limefanya nini? you hear, Limebomoka. oh, the church is divided, has divided. Unakuta watu ulianza kazi vizuri na supervisor You wako, got to work well with your supervisor. mulikuwa mnaongea vizuri, You used to talk very well. lakini baada ya masiku After a few days, huo upendo wewe na supervisor wako amuongeleshani tena. you That's guys are right. not talking to each other anymore. Munaweza mkakuwa marafiki, You can be friends, munaongea maneno, speaking words, munasema munapendana, saying that you love each other. lakini baada ya masiku huo upendo But after days, unaishi. the love disappears. Sasa sisi watoto wa Mwenyezi But Mungu us, the children of God, tujue upendo ni nini, we should tujifunze know upendo. what love is. We Bwana should Yesu learn asifiwe. what love is. Maana upendo wa ulimwengu Because the worldly love ni upendo wa faida, is a love of benefit. lakini upendo wa Mungu But the love of God ndio upendo wa kweli, is the true love. na ndio huo ambao tutakao uongea hapa. And that's what we're going to talk about here. Twende katika kitabu cha Yohana. The book of John. Yohana, The book of John. John. Yohana 3 John chapter 3.
Haya ni maneno ambayo labda wengi wanayajua, These are words that many knows, lakini tunapenda tuweze kujua upendo wa Mwenyezi but Mungu. we want to know the love of God. Yohana 3:16. John 3 verse 16. Yohana 3:16. Aha. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Aha. Tunasoma kwa jina la Yesu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Yohana 3:16. 16. Okay. 16. Kwa maana jinsi huyu Mungu aliupenda ulimwengu. Okay. John 3:16. Tunaona upendo wa nani hapa? Wa Mungu. The Wa love Mwenyezi of Mungu. God here. Kwa maana jinsi hii For God so loved the world. Mungu aliupenda ulimwengu. For God so loved the world. Okay. Mungu alipenda ulimwengu, akafanya nini ndugu? Akamtoa mwanawe wa pekee. Okay. Upendo wa Mwenyezi Mungu The love of God kwa ulimwengu, to the world. anasema kwamba alimtoa mwanawe wa pekee. He sent his own, he gave his only son. Kumbe Mungu ana mwana. Yeah. God has a son, Mbona na sisi tuko watoto wa Mwenyezi Mungu? but we are all children of God. Lakini anasema alimtoa mwanawe wa pekee. But he said that he sent his only begotten son. Hiyo inamaanisha Mungu hakukuwa na watoto wengine. That means God didn't have any other children. You see that? Yes. Lakini anasema alitoa mwanawe wa But he pekee. said that he sent his only begotten son. Ni kama vile mzazi It's like a parent ambaye anatafuta watoto, who's looking for children. at the end of the day Mwisho wa siku, anazaa mtoto huyu gave birth mmoja. to one child. Kisha huyo mtoto mmoja And that one child, akatoa wa pekee. he sacrificed. Huo ndio upendo wa nani huo? Wa That's Mungu. the love of God. Endelea ndugu. Ili kila mtu Ili kila mtu amwaminie asipotee. amwaminie asipotee, amwaminie mwana, One who believes in the son. ambaye atakaye mwamini mwana. One who will believe in the son. Bali awe na uzima. Tunarudia, ili kila mtu amwaminie Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. awe na uzima wa milele. Shall have eternal life. Kwa hiyo Mungu So God, kwa upendo aliopenda ulimwengu, the love that he loved the world, aliona nini ambacho nitakachoonyesha upendo wangu he kwa saw ulimwengu. what I will do to show my love to the world. Inabidi niwaokoe, I have to save them. na kwa kuokoa And saving them, nionyeshe upendo na matendo. I have to show them love. by Ambacho action. nitakachofanya ni nini? Ni kumtoa What I will do mwanangu, is give my my only son. begotten son, ili kwamba yeyote yule So that whomever ambaye atakayeamini will believe asipotee, shall not perish. na yeyote yule ambaye atashindwa kuamini Whomever will fail to afanye believe nini? Apotee. shall perish. You see that? Amen. Huo ndio upendo wa Mwenyezi Mungu. That's the love of God. Huo ndio upendo wa Mwenyezi Mungu, That's the love of God. kutoa mwanawe wa pekee Giving his only begotten ili son. kwamba yeyote yule ambaye atakayeamini That whomever will believe asipotee, not perish, bali awe na uzima wa milele. but have eternal life. Kwa hiyo uzima wa milele So eternal life uko katika mwana. is in the son. Uzima wa milele The eternal life ni katika mwana ambaye ni yeye pekee. is in the son who is God himself. Ukimwamini yeye mwana, If you believe in the son, hautapotea. you will not Na huo ndio perish. upendo wa Mwenyezi And Mungu. that's the love of God. Twende Yohana wa kwanza, 1 John. Yohana wa kwanza sura yake ya 4. Yohana wa kwanza sura yake ya 4. 1 John chapter 4. Uko pale ndugu? Sura yake ya 4 na mstari wake wa 16. Verse 16. Yohana wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 16. Tunasoma kwa jina la Yesu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi. Nasi tunafahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi.
Ni pendo gani? Kwa sababu Mungu alitoa mwana Because God sent his only son. kama gisa alivyopenda ulimwengu, Like how he loved the world. akatoa mwanawe wa That he pekee, sent his only begotten ili kwamba son. yeyote yule ambaye atakayeamini Whomever will believe asipotee, not perish, awe na uzima wa milele. but have eternal life. Huu ndio upendo wa Mwenyezi That's Mungu the kwetu love of sisi. God to us. Jamani, tunasikilizana? Amen. Okay, endelea ndugu. Na kuliamini. Mungu ni upendo. Mungu ni nini? Ni upendo. Mungu ni upendo. God is love. Haleluya, Yesu. Amen. Mungu ni nini? God is love. God is love. That's right. Mungu ni upendo. He is himself love. Yes. Yeye ndiye pendo. Ibilisi sio upendo, The devil isn't bali love. Mungu ndio nini? But Ndio God upendo. is Haleluya love. Bwana. Kwa hiyo ulimwengu kuna upendo mwingine, So in the world there's a different type of love. lakini kwa Mungu kuna nini nako? But with God there's Kuna upendo there's mwingine nako. another love as well. Na huo upendo wa Mungu ni yeye And peke, the love God of himself. God is Ndugu right. God tena. himself. Haleluya Tunasoma. Bwana. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Naye akaaye katika pendo Akae katika pendo, ukaa ndani ya Mungu. ukaa ndani ya Mungu. Na Endelea. Mungu ukaa ndani Na yake. Mungu ukaa ndani yake. Hiyo inamaanisha upendo ukaa ndani ya huyo mtu. That means right. love dwells in that person. Jamani, tunasikiliza? Yeah. Amen. I want you to follow me Nataka carefully. unifuate kwa umakini sana. So mtu kama hana Mungu, If somebody doesn't have hana love, upendo. doesn't have Ndugu, love, soma tena hapo. Mungu ni nini? Mungu ni Mungu ni upendo. upendo. God Mungu is ni love. roho. God is a spirit. Mungu ni upendo. God is love. Akaaye ndani ya Mungu. One who is Endelea dwells in ndugu. God. Mungu yeye peke ajiongelee pale. Naye akaaye katika pendo Akaaye katika pendo, ukaa ndani ya Mungu. ukaa ndani ya Mungu. English Na word. Mungu ukaa Na ndani Mungu yake. ukaa ndani yake. Ili Mungu akae ndani yako ni lazima God ufanye nini to kwanza? sit to dwell Eh? inside you, Ukae katika pendo. you have to dwell in love, sit in love. When you are in the love, Wakati uko katika then upendo, the God will be in you then. ndipo pale Mungu atakapofanya makao ndani mwako. Justin, please read English. Read English. I read in the name of Jesus Christ. We know how much God loves us, and we have put our trust in his love. In his love. God is love. God is love. And all who live in love Hao wanaokaa ndani ya Mungu, hao wanaokaa ndani ya upendo wa Mungu, live in God. live in God. What is that? Hiyo ni nini? Please ruka kwenye 13 kule. Go to 13. Tunarudia Mstari wa 13. 13. Yes. Verse 13. Katika hili Katika hili. tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake. Okay, ngoja kwanza. Haleluya Bwana. Amen. Katika hili Through this, tunafahamu ya kuwa this is how we know tunakaa that Ndani katika yake. ndani yake. Yeye we nani? live Upendo. in him. Who is he? His love. This is the proof Huu ndio uthibitisho that we live in love. kwamba tunaishi ndani ya upendo. Tunaishi ndani yake. We live in him. Yeye ambaye ni Mungu, He who is God. yeye ambaye ni upendo. That's He right. who is love. Haleluya Bwana. Ni nini ndugu? Tunarudi tena. Eh. Katika hili Ehe. tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake. Yes. Naye ndani yetu. Naye ndani yetu. Kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Roho wake. Haleluya Bwana. This is we know now. Kama Tunajua sasa kweli that truly Mungu yuko ndani mwetu, God is inside us kwa sababu alitupatia nini? because Roho He Mtakatifu. gave us His Holy Spirit. The Holy Spirit in us. Roho Mtakatifu ndani mwetu That's the love of God. ndio upendo wa Mungu. Read 13 in English, please. And God has given us God has given us his spirit as as proof proof that we live in him. that we live in where? In him. The Holy Spirit is the proof that we live in Roho God. Mtakatifu ndio uthibitisho kwamba tunaishi ndani ya Mungu. 16 inasema nini ndugu? 16 tunasoma. Mm. Nasi tumefahamu pendo alilo nalo Mungu Alilo nalo kwetu Mungu sisi kwetu sisi na kuliamini. na kuliamini. Mungu ni pendo, Mungu ni pendo. naye akaaye katika pendo Akaaye katika pendo ukaa ndani ya Mungu, ukaa ndani ya na Mungu. Mungu ukaa ndani Na yake. Mungu ndani yake. That's the Holy Spirit right there. Huyo ni Roho Mtakatifu. So, if you don't have the Holy Spirit, kama hauna Roho Mtakatifu, hauna upendo. you That's don't have right. love. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibilisi anaweza akakupatia kila kitu, The devil can give you everything, lakini hawezi akakupatia but upendo. he cannot give you love. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hana upendo yeye peke. Because he himself doesn't have love.
Namaanisha the Holy Spirit. I mean the Holy The Spirit. devil can use you whenever he wants. Ibilisi anaweza kukutumikisha However wakati he wote wants. anapotaka, jinsi anavyotaka. But those who are being used by the Ila devil, wale ambao wanatumikishwa they na don't ibilisi, have the Holy Spirit. hawana na Roho Mtakatifu. They don't have a love. Hawana upendo. This is why they can do whatever they want. Ndio sababu wanaweza wakafanya chochote They can wanachokitaka. prophesy. Wanaweza katabiri. They can heal people. Wanaweza kaponya They watu. can come to church every day. Wanaweza wakaja makanisani But kila they siku. don't have love. Ila hawana upendo. Wanao upendo Those who have love ni wale ambao wanao Mungu are ndani the mwao, ones who have That's right. God inside them. ambao wana Roho Mtakatifu ndani mwao. Ones who have the Holy Amen. Spirit inside them. Na hiki ndio kitu cha maana hiki. And this is the very important thing. Ndio maana naambiaga watu hivi, This is why I tell kama people, Mungu hajakujaza na Roho God Mtakatifu, hasn't filled you with His Holy Spirit. usitumikishwe tu, Do not just be used. ni lazima akujaze na his love. He has to fill you with His love. Is once you have the love of God, Wakati unapokuwa na upendo wa Mungu, that's the Holy Spirit in you. Roho Mtakatifu Amen. ndani mwako. The same way the Lord loved people, Vile vile jinsi Bwana Mungu anavyopenda you watu, will also love na others. wewe utapenda watu wengine. Jamani, tunasikilizana? Amen. Amen. Hiyo ndio amri ambayo tuliopewa hii. That's a commandment that we were given. Love others. That's right. Ndugu yangu, Wapendeni wengine. Ruka 20. Verse 20. Hapo 20. Tunasoma 20. Mtu akisema 19. 19. 19. Sisi tunapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Okay. Ndugu, soma tena. Naona Tunasoma. kama vile watu hawajaelewa. Sisi tunapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Alitupenda sisi kwanza. Kama gisi alivyopenda ulimwengu, Like how He so loved the world. akatoa mwanae wa He pekee sent His only begotten ili Son. kwamba yeyote yule ambaye So atakayemwamini whoever will believe in Him aweze kuwa na Roho Mtakatifu ndani should mwake. have the Holy Spirit inside him. Na hiki ndio kenye kinaonyesha kwamba Mungu anafanya nini? Anatupenda. And this is something that shows us that God loves Because us. he loves us Kwa first. sababu alitupenda kwanza. Namna gani alitupenda? How did He love Kwa us? God? kutupatia Roho He wake. sent us His Holy Jamani, Spirit. tunasikilizana? Amen. Once you have the Holy Spirit in you, Unapokuwa na Roho Mtakatifu that's ndani God mwako, in you. ni Mungu That's ndani right. mwako. That's the love of God in you. Upendo wa Mungu ndani mwako. This is why Ndio sababu you are going to love others. utapenda Amen. wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya Bwana. Amen. Haleluya Bwana. Amen. Walio na Roho Mtakatifu Ones who have the Holy ndio Spirit ambao wanao upendo. Amen. are the ones who have love. Na nitakuonyesha upendo wao ni And nini. I will show you the type of love that Jamani, they have. tunasikilizana? Haleluya. Kwa maana watu wanaweza wakajipiga kwenye kifua, People can boast, nina upendo. say, oh, I have Hao love. wapendani, I wala have hawana love. upendo. Those who don't have love. What is the love you mean? Upendo ni nini? That's right. Jamani, tunasikilizana? Yes. Ama unaweza ukajitapa, Or you can boast mimi yourself, nina upendo, say, Well, oh, I have mimi love. ninapenda watu, I love people. ninapenda watu. I love people. Lakini sasa ujue upendo ni nini. that's But you have right. to know what love is. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Maana na Amen. washarati nao wanasema nina upendo. Fornicators, I don't says that they have love as well. Jamani, tunasikilizana? Are we listening? Si ndio hivyo? Kila mtu anajitapa kama una upendo. People boast that people boast saying that they have love. Watasema ile kanisa haina They upendo. say, oh, that church doesn't have love. Maana watu wanahangaika Nyarugusu na Because wawapatie people kitu are chochote suffering in kile. Nyarugusu and they're not giving them anything. Lakini unaona manabii wa uongo But you see fake prophets wanapeleka vitu na wanaonyesha kwenye television. sending them stuff and showing on the television. Na wanasema hii ndio upendo, Say, tunaonyesha oh, upendo hapa. this is the love we're showing them. That's the love of the world. That's right. But That's here we are right. talking about the Holy Spirit Ila in you. hapa That's right. tunaongelea Roho Mtakatifu ndani mwako. Ni watu gani ambao wanao upendo wa What Mwenyezi Mungu? type of people have the love of God in them? Ndugu, twende kwanza kwenye Yohana 10:15. Let's go Kisha to tutarudilia hapa. John 15. I want to show people the love of God. Nataka nionyeshe watu upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hata mtu akisema kwamba hauna upendo, Because even if somebody said that you don't na have kweli ujijue kwamba wewe hauna upendo. and you truly should know that you don't have love. Okay, ni nini upendo? What is love? What is love? Upendo ni nini? According to the Bible, what is love? Kulingana na Biblia, upendo ni nini? Yohana Yohana 15:9. Yohana 15, umeona 9?
Twende Yohana 16. 16. Oh, ngoja ndugu. Ngoja nikutafutia andiko ambalo mimi napenda uweze kulisoma hapa. Twende Yohana 15 kwanza. John 15. John 15, please. John 15. Anza. Okay, anza hapo kutisa ndugu. Amen. Kama vile Baba alivyonipenda mimi. Kama gisi Baba alivyonipenda mimi. Nami nilivyowapenda ninyi. Kaeni katika pendo langu. Okay, endelea. 10. Mkizishika amri zangu. Mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kama gisi nilivyoshika nini? Amri za Baba. Amri za Baba na akakaa katika nini? Katika pendo la Baba. Pendo lake. Soma tena hapo ndugu. Tunasoma 10. Mkizishika amri zangu. Mkizishika amri zangu. Mtakaa katika pendo langu. English, are you please read for us? John 15:10. When you obey my commandment, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments. Oh. Mwana na amesema na yeye ana obey nani? Baba. My Father is commandment. Mwana amesema kama gisi mimi ninavyoheshimu sheria za Baba, how I held on the commandments of na nyinyi vile vile muweze kuziheshimu sheria za Baba. And you should also respect the law of God. Turudie nyuma sura yake ya 14 ndugu. 15. 15 14. 14 15. 14 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Okay. If English read. Ili akae nanyi hata milele. John 14 16. Start from 15. John 14:15. If you love me, obey my commandment. And I will ask the Father. And he will give you. Another advocate. If you love me, kama unapenda Mwenyezi Mungu. If you love God. Ufanye nini? Uzishike amri. You should obey. Ukishazishika amri za Mungu, you hold the commandments of God. Hapo sasa ndo anakuja sasa kukaa ndani mwako. That's when he comes and dwells inside. Ndo sasa upendo unakaa wapi sasa? That's when ndani mwako. Dwells inside you. Hallelujah Bwana. Amen. Kama ushike amri za Mwenyezi Mungu, obey the commandments of God, unaweza ukajipika kwenye kifua. You can boast. Nina upendo kwa wengine. Saying I have love to other people. Ukamate vyakula upatie mayatima. To give to the orphans. Wenda usaidie makambi zote za Tanzania. Help all the land in Tanzania. You can go help refugees in Tanzania. That's all fine. But when you don't obey the commandment of the Father, His love is not going to be in you. Upendo utakuwa ndani mwako. Na kama upendo hauko ndani mwako, and if the love is not inside you, utapenda namna gani? How will you love? Utakuwa upendo fake. It'll be fake love. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu atasema kwamba ninakupenda. If somebody says I love you, I love you. Je, una Roho Mtakatifu ndani mwako? You have the Holy Spirit inside. Maana Mungu ni nini? Ni upendo. God is love. Mungu ni upendo. God is love. Na yeye ndo alisema ukishika amri zangu, ndio sasa yeye upendo atakuja kukaa ndani mwako. Ndio sasa pale na utakuwa na nini sasa? Na upendo sasa. Upendo wa kweli. Kwa sababu umeshika amri zake. 23 nasema nini? 23.
14. John 14:23. Yesu akajibu akawaambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. Mtu akinipenda atashika nini? Neno langu. Neno la kwake. Go hold on to my word. Upende kwanza Mwenyezi Mungu kwanza. Love God first. Na kupenda Mwenyezi Mungu and loving God ni kulishika, ni kuzishika amri za Bwana. Obeying the commandments of God. Nakumbuka kuna mtu I remember there's somebody ambaye alikwenda kwa Kristo. Who went to Christ. Nafikiri ni katika kitabu cha Luka. I believe in the book of Luke. Sura yake ya 10. Chapter 10. Ukisoma hapo, if you read there, utakuta kwamba kuna mtu there's a person ambaye alikwenda kwa Kristo that went to Christ kumuuliza Kristo, to ask Christ, nifanyeje what should I do ili niingie katika ufalme wa mbinguni? Inherit the kingdom of God. Swali nzuri sana. That's a very good ambalo question. Kila mtoto wa Mwenyezi Mungu child of God anapashwa kujiuliza. Should ask themselves. Tufanyeje kanisa? What should we do, church? Mimi yaya, what should I do? Nifanye nini? What should I do? Nione uso wa Kristo. To see the face of God. Hata kama nikifa, even if I die, kaburi langu, my grave, siku ya unyakuo, the rapture, lipasuke, break, nipande na watakatifu na mimi. Go up with the saints as well. Nifanye aje ili kwamba hilo liweze kutokea? So that can happen. Swali nzuri sana. That's a very good What can I do? Nifanyeje? Nije kuhubiri watu? Should I come preach to people for people? Niimbie watu? Should I sing for people? Niende natembelea watu? Go and visit people? What can I do? Nifanyeje? Kristo akamwambia hivi. Kristo asked him. Neno linasema nini? What does the word say? Bwana Yesu asifiwe. Hakusema kwamba Wabondo walisema nini? He didn't say the Babondo people say this. Hakusema kwamba constitution ya Marekani inasema nini? The Constitution of America Hallelujah, Bwana. Alimrudisha tena wapi tena? He said maandiko. Hallelujah, Bwana. Kume ndani ya maandiko ndio kuna ramani. Hallelujah, Bwana. Ndio kuna ramani ya kwenda wapi? Ya kwenda mbinguni. Hallelujah, yes. Akamrudisha kwenye maandiko. Hallelujah, Bwana. Kijana akasema, maandiko yanasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Na ikasema kwamba penda jirani yako kama jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Hallelujah, Bwana. Kristo akamwambia hivi, hiyo inatosha kukuingiza katika ufalme wa mbinguni. Uende sasa. Hallelujah. Tunasoma Luka 10:25. Luka 10:25. Na tazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, mwalimu, Luke 10:23, nifanye nini ili niurithi ufalme wa milele? Nifanye nini niurithi ufalme wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Kuhusu katika Torati. Haleluya, Bwana. Wasomaje? Alimwambia nini ndugu? Wasomaje wa maandiko. Wasoma maandiko. Haleluya, Bwana. Haleluya, Bwana. Soma maandiko yanasema nini? Haleluya, Bwana. Na kijana akampeleka kwenye maandiko. Israel, Bwana wenu ni Mungu mmoja. Haleluya, Bwana. Kijana akasema nini? Akajibu akasema, haleluya, Bwana. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa kila kwa nini? Kwa akili zako yote. Haleluya, Bwana. Na nini tena ndugu? Na jirani yako kama nafsi yako. Haleluya, Bwana. Na pale tumejifunza kwamba upendo wa Mwenyezi Mungu ni kufanya nini? Kushika amri zake na moyo wako wote na akili yako yote. Haleluya, Bwana. Kulishika neno la Mwenyezi Mungu pasipo kuangalia mtu yeyote. Penda neno la Mwenyezi Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, kila kitu. Neno la Mwenyezi Mungu. Haleluya, Bwana. 28. Ngoja ndugu, mtu asije kukudanganya. Kanisa feki isikudanganye. Watumishi feki wasikudanganye. Hiki ndio kitu ambacho
Ibilisi ameficha watu. This is what the devil has hidden. Hallelujah Bwana. Watu wanadhani kwamba ni kumpenda Mungu. Wa Mungu ni wengi. Ni Mungu gani ambao utakayependa? Hallelujah Bwana. Anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Hallelujah Bwana. Pale mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa ni Mungu. Hallelujah Bwana. Hapo tunaongelea Yohana hapo. Bwana Yesu asifiwe. 14 kule nasema kwamba naye neno akavaa nini? Hallelujah Bwana. Hallelujah. Neno akavaa nini? Akavaa mwili. Hallelujah Bwana. Ndio sasa akaja kwetu sasa. Akaanza kutufundisha. Hallelujah Bwana. Mnatafuta katika maandiko kwa sababu mnadhani kwamba maandiko yatawapatia uzima. Hallelujah Bwana. Lakini hayo maandiko hayo yananiongelea mimi. Penda Bwana Mungu wako. Penda maandiko. Penda maandiko. Ukishapenda maandiko ndio sasa yeye mwenyewe upendo yeye mwenyewe. Hallelujah Bwana. Anakuja sasa kukaa wapi? Hallelujah Bwana. Ndio unakuwa na upendo wa ukweli. Upendo wa ukweli. Roho Mtakatifu anapoingia ndani mwako. Hallelujah Bwana. Hallelujah Bwana. Ndugu wangu rudi kwenye Yohana kule. Yohana wa kwanza. Tuweka kidole hapo ndugu tarudia. Hallelujah Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wote mrudie Mwenyezi Mungu. Aliyeleta maandiko. Aliyeleta neno. Aliyeleta nuru. Yeye ni nuru. Anayeangazia roho ya mwanadamu. Hallelujah Bwana. Anayeleta upendo ndani ya mwanadamu. Upendo wa ukweli. Hallelujah Bwana. Ndugu wangu soma kule kwenye 20. Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 20. Hallelujah. Inasema nini ndugu? Mtu akisema napenda Mungu, naye amemchukia ndugu yake, ni mwongo. Hapana ni nabii, ni mwongo. Hapana nafunulia, hapana ni mtume, hapana ni mchungaji, ni mwongo. Utakuwa uko nini? You'll be a liar. Maana hauna Roho Mtakatifu ndani mwako. Ndio maana hauna upendo. That's why you don't have love in you. That's why you don't have love. Una upendo wa ulimwengu. Lakini hauna upendo wa Mungu. Maana Mungu alisema nini? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Hallelujah Bwana. Kwa nguvu zako zote. Akili yako yote. With all your mind. When I sleep, ninapolala, I look. Ninaangalia. Even the church I go to, I look the love of God. Ninaangalia upendo wa Mungu. Ulimwengu upende Mwenyezi Mungu. The word. Ulimwengu upende neno. The world. That's right. Maana ukishakuwa na neno ndani mwako, because if you have the word, ndio pale una upendo. That's when you have. Wakorintho 13 ndugu. Wakorintho wa kwanza 13. 1 Corinthians chapter 13. Hallelujah Bwana. Wakorintho 13 ndugu. Anzia mstari wake wa kwanza. Glory be to God. Hallelujah Bwana. Nasikia vizuri sana. Ndugu tupane neno. Tulipokea roho wa ukweli. Hallelujah Bwana. Tulipokea roho wa ukweli. Roho wa mwana. Wakati neno linapohubiriwa, Baba anashuka. Hallelujah Bwana. Hallelujah Bwana. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Yesu Kristo. Hallelujah Yesu. I love you Father God. Hallelujah Bwana. Hallelujah Bwana. Ndugu endelea. Hallelujah Bwana. Nasoma Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza. 14:1. Ninaposema kwa lugha za wanadamu na malaika. Na lugha za nani? Za malaika. Hallelujah Bwana. Kama sina Mungu, nimekuwa shaba iliayo. Ngoja ndugu. Usiwasizani kama ni upendo wa ulimwengu. Kama sina Mungu, upendo. Kama sina Roho Mtakatifu. Ni nini ndugu? Nimekuwa shaba iliayo na upato uvumao. Tena nijapokuwa na unabii, ikiwa nina tabiri na kujua siri zote za mbinguni na maarifa yote ibilisi anavyozijua. Haleluya Bwana. Nijapokuwa na imani kiasi cha kuweza kuhamisha neno Bwana. Endelea ndugu. Kama sina upendo, kama sina Roho, mimi si kitu. Ni bure kama sina Mungu. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Endelea ndugu, watoto wa Mungu wasema mahali zangu wote usikilize. Walisha maskini. Toa mali zako zote. Tena nikijitoa mwili wangu niupe moto. Haleluya Bwana. Kama sina upendo, haleluya Bwana, hainifaidi kitu hata kama uko kama vile Baraba. Haleluya Bwana. Haleluya Yesu.
Endelea ndugu. 4. Upendo uvumilia. Nguvu huyu sasa ndio Mungu sasa. Haleluya Bwana. Mungu anafanya nini ndugu? Upendo uvumilia. Upendo uvumilia. Au fadhili. Au unafadhili. Upendo au sudu. Au sudu. Upendo au takabali. Au takabali. Haleluya. Au jivuni. Au jivuni. Haleluya. Arona aliye na Roho Mtakatifu ajivuni. They always humble themselves. Kama vile Musa aliongea na Mwenyezi Mungu ana kwa ana, lakini alijishusha. Haleluya Bwana. Kristo yeye peke ambaye alikuwa ni Mungu ndani ya mwili wa mwanadamu. Haleluya Bwana. Ni Mungu mwenyewe. Ali humble himself. Haleluya Bwana. Ukiwa na upendo, you need to humble yourself. Kwenye neno la Mwenyezi Mungu. Hautakataa neno la Mwenyezi Mungu. Hautakataa watoto wa Mwenyezi Mungu. Haleluya Bwana. Utawapenda. Maana wao wana upendo ndani mwao. Na wao una upendo. Haleluya Bwana. Mungu ni mmoja. Haleluya Bwana. Roho ni mmoja. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Kama mimi na wewe hatupendani, haleluya Bwana, hii inamaanisha kwamba kuna roho mbili. Haleluya Bwana. Kuna miili miwili. Haleluya Bwana. Kama una kitu cha Mungu ndani mwako, haleluya Bwana, na mimi ninaicho hicho kitu. Haleluya. Haleluya Bwana. Inabidi nikupende. Haleluya Bwana. Inabidi na wewe unipende. Haleluya Bwana. Maana mbingu ni moja. Mwili ni moja. Roho ni moja. Haleluya Bwana. Neno ni moja. Haleluya Bwana. Kanani ni moja. Haleluya Bwana. Abrahamu ni huyu. Ni mmoja. Haleluya Bwana. Na sisi baba yetu ni Abrahamu. Haleluya Bwana. Hakuna Abrahamu wawili. Abrahamu ni huyu. Ni mmoja. Haleluya Bwana. Daudi ni huyu, ni mmoja. Haleluya Bwana. Na yeye alitoka kwa mwana wa Abrahamu. Haleluya Bwana. Mwana wa Daudi. Haleluya Bwana. Haleluya. Akasema atakuwa ndani mwetu. Akiwa ndani mwako, bali na Mungu yeye pekee. Haleluya Bwana. Una upendo. Haleluya Bwana. Utapenda Mwenyezi Mungu. Haleluya Bwana. Utapenda neno la Mwenyezi Mungu. Utapenda watoto wa Mwenyezi Mungu. Utagombania neno la Mungu. Haleluya Bwana. Hata wakutukane kama vile watumishi wa mitume walipopigwa fimbo wakafurahi. Bwana ametuita, haiko tu kwa kupokea Roho Mtakatifu, lakini vile vile na kupokea ubatizo wa mateso kama jinsi Kristo. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Soma ndugu, endelea kusoma. Tunasoma 5. Haukosi kuwa na adabu. Aliona masikio afanye nini? Upendo haukosi kuwa na adabu. Haleluya Bwana. Endelea ndugu. Hautafuti mambo yake. Hautafuti mambo yake ubinafsi. Hauoni uchungu. Hauoni uchungu. Hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Ndio. Haleluya, endelea ndugu. Haufurahii udhalimu. Haufurahii udhalimu. Bali ufurahi pamoja na kweli. Pamoja na kweli. Hao ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Ndio. 7. Haleluya Bwana. Uvumilia yote. Uvumilia yote. Oja ndugu. Upendo uvumilia yote. Haijalishi amekufanyia nini. Haleluya Bwana. Na hapa ndo kuna utofauti. That's where the difference is. Kati ya upendo wa Mwenyezi Mungu na upendo wa ulimwengu. Haleluya Bwana. Amen. Avumilia. Haleluya Bwana. Lakini Mungu anavumilia. Yeye ni mvumilivu. Ni Mungu wa rehema. Ni Mungu wa rehema. Ni yeye aliye ndani mwetu. Ni lazima uwe na rehema na wengine. Haleluya Bwana. Ndugu yangu, endelea. Endelea. Baba, tunasoma. Yes. Uvumilia yote. Uvumilia yote. Haleluya. Uamini yote. Utumaini yote. Ustahimili yote. Ndio. Endelea ndugu. Endelea. Upendo wa upungui neno wakati wowote. Endelea. Bali ukiwapo na unabii utakamilika. Yote ataisha. Yote ataisha. Haleluya. Haleluya Bwana. Yote zitakoma. Haleluya Bwana. Wakiwapo maarifa yatabadilika. Yote ataisha. Endelea ndugu. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu. Haleluya Bwana. Na tunafanya unabii kwa sehemu. Yes. Lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabadilika. Endelea ndugu. Nilipokuwa mtoto mchanga nilisema kama mtoto mpagani. Endelea ndugu. Nilifahamu kama mtoto mchanga. Nilifikiri kama vile mtoto mchanga. Endelea ndugu. 12.
Maana sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumo. Wakati ule tunaona uso kwa uso. Yes. Sasa nafahamu kwa sehemu. Yes. Wakati ule nitajua sana sasa, kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Yes. Basi sasa inadumu imani. Mambo matatu: imani, Three things. tumaini, upendo. Na upendo. Haleluya Bwana. Enda 14 ndugu. Haya matatu. Haya matatu. Katika hayo lililo kuu ni nini? Roho Mtakatifu. Haleluya Bwana. Mungu ndani mwako. Amen. Haleluya Bwana. Ndugu, soma 14 pale mstari wa 14. Yes ndugu. Haleluya Bwana. Ufuatilieni upendo. Nini? Ufuatilieni Roho Mtakatifu. Mungu ndani mwako. Haleluya Bwana. Kristo ndani mwako. Yeye ambaye ni upendo. Amen. Haleluya Bwana. Upendo wa kweli. Haleluya Bwana. Wa kuvumilia. Haleluya Bwana. Yeye anakusababisha upende maandiko. Yeye anakusababisha utoke kwenye kanisa pekee. God is love. That's right. You have no love, you have no God. Yes, sir. You don't love the scriptures. You don't love a good doctor. You're right, sir. You don't love men of God. Amen. You don't examine any prophecy. You have nothing in you. Yes. Hallelujah, Bwana. That's the love of God. That's the love of God. God in us. Hallelujah, Bwana. Ninafurahi nikishasoma maneno kama hayo. Yananipatia tumaini. Amen. This is why. Ukiwa na Mungu ndani mwako. Hallelujah, Bwana. Utajikuta huko isolated. That's right. Utapenda watu ambao hawakupendi. That's right. Hallelujah Bwana. Utahangaika. Yes. Hallelujah Bwana. Maana Kristo naye alihangaika. Ndio maana alisema hivi. Alikuja kwa walio wa kwake. Wa kwake walifanya walimkataa. Hallelujah Bwana. Hallelujah Bwana. Na wewe utakataliwa vile. Yeah. Utadhani kwamba ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Hallelujah Bwana. Utajibeba kwao. That's right. Lakini utafanya nini? Utakataliwa. Yes, sir. Wengine watakuona kwamba labda uko tu. That's right. Labda you are nonsense. Hallelujah Bwana. Wengine watazani labda unajibebeleza kwao. That's right, sir. That's right. Lakini ni Kristo ndani mwako. Yeah. Ambaye ni upendo. Yes, sir. Ambaye ni upendo. Hallelujah. Ambaye Roho Mtakatifu akatuambia. Amen. Utasemaje? Hallelujah Bwana. Yohana wa kwanza 4:20. Utasemaje? Unampenda Mwenyezi Mungu. Usiyemuona. Lakini jirani yako. Hallelujah Bwana. Anaongelea nani hapa? Na jirani yako ni nani? Hallelujah Bwana. Jirani yako ni nani? Hallelujah Bwana. Jirani yako ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Si ni swali nzuri la kujiuliza. Jirani yako ni nani? Mtu ambaye iko karibu yako. Mtu ambaye anahangaika. Unashindwa kumsaidia. Unashindwa kumpenda. Bwana Yesu asifiwe. Mwenzako mtakatifu. Mtoto wa Abraham. Unashindwa kumsaidia. Haleluya Bwana. Lolote mtakalolifanya kwa hao watoto, mnanifanyia na mimi. Maandiko yanasema nini pale ndugu? Mtu akisema napenda Mungu. Ninapenda Mungu. Naye ngoja ndugu. Uweke kitambaa. Navaa kitambaa juu ya Mungu. Uje kwenye maombi. Uwe nabii, unatabiri. Unajipiga. Nani anayesema pale ndugu? Mtu. Mimi yaya nikisema ninafanya nini ndugu? Nampenda Mungu. Napenda Mungu. Nije hapa jamani, ninapenda Mungu. Guys, I love God. Na unaleta na ushuhuda. Huyu Mungu amenitoa mbali. Huyu Mungu alinifanya hivi. Huyu Mungu amenipatia hivi. It's all fine. Go ahead. Yote ni sawa. Endelea ndugu. Mtu akisema nampenda Mungu. Ninampenda Mungu. Naye anamchukia Mungu wake. Anachuki. That's right. Unasema una Roho Mtakatifu. Lakini bado una nini? Unafanya nini ndugu? Ni muombe. Nani? Ni muombe. Hapana, nimsema kweli. Ni muombe. Mbaya maombi. Ni muombe. Prayer room. Liar. Hallelujah Bwana. Amen. Kwa hiyo Wakristo wote. So all Christians.
ambao hawana Roho Mtakatifu, ambao hawana Mungu, au ni wanani? Ni wa uongo. You see that? Ni wa uongo. Maana Mungu ni nini ndugu? Upendo. Endelea ndugu, endelea. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anayemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hamuoni. Hapana, atajaribu. They will try. Atajaribu ndugu. Ndio. Endelea tena. They cannot. 21. Na amri hii tumepewa na yeye. Na nani ametupatia? Yeye. Alisema nini ndugu? Ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Hiyo ndio amri hiyo. That's why. Commandment. Ndugu, soma tena hapo tena. Read it again. Tunarudi 20. Soma hapo tena. 20. Mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake. Una chuki na Wakristo wengine. Na hapo ni kila mtu hapa ajichunguze hapa. Angalia una chuki na nani? Look who do you have hatred. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jichunguze wewe peke. Examine yourself. Bwana iko hapa kutusaidia. Roho Mtakatifu iko hapa kutusaidia. Haleluya Bwana. Una chuki na mtu mwingine. Endelea ndugu. Endelea ndugu. Akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo. Kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anayemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye akumuona. Hawezi ukapenda Mungu usiyemuona. 21. Amri hii tumepewa na yeye ya kwamba yeye ampendaye Mungu, yeye anaye Roho Mtakatifu, ampende na ndugu yeye anayeheshimu neno la Mwenyezi Mungu, ampende na ndugu yake. Yeye ampendaye Mungu, one who loves God, yeye anaye Roho Mtakatifu, one who has the Holy Spirit, ni lazima apende nani ndugu? Ndugu yake. Apende nani? Ndugu yake. Ndugu yako ni nani? Who's your relative? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima upende watoto wa Mwenyezi Mungu. You shall love the children of God. Ndugu yako ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Your relative is our children of God. Soma hapo Yohana wa kwanza 5:2. John 5 1 John 5:2. Katika hili tunajua kwamba tunawapenda watoto wa Mungu. Tumtendapo Mungu na kuzishika amri zake. Soma tena ndugu. Katika hili tunajua kwamba tunawapenda watoto wa Mungu. Kama tukifanya nini ndugu? Tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Please English read. Napenda nionyeshe kitu fulani. John 5:2. 1 John 5:2. Please. We know we love God's we children. Love God's children. If we love who? God. And obey his commandment. So unaweza ukasema kwamba unapenda watoto wa Mwenyezi Mungu. You can say that you love the children of God. Lakini hauheshimu neno la Mwenyezi Mungu. Don't respect the word of God. Una upendo wa ulimwengu. That means you have the worldly love. You see that? Unaona? Utapenda mwanamke. You can love a woman. Nampenda na kupenda. Oh, I love you. Lakini unampatia tena talaka. But you give them divorce. Jamani tunasikilizana? Ndugu soma pale nitafune hapo. Tunasoma 2 tena. Katika hili tunajua kwamba tunawapenda watoto wa Mungu. Tunawapenda watoto wa Mwenyezi Mungu. Tumpendapo Mungu. Tunapopenda Mungu na kuzishika amri zake. Hauwezi ukasema kwamba you cannot say that uko mchungaji, you are a pastor, unapenda Wakristo wa kanisa, you love the Christians in the na aushiki nini? And don't hold on to the word of God. Jamani tunasikilizana? Amen. Wewe ni nani? Who are you? You're a liar. Jamani tunasikilizana? Amen. Ndugu soma tena. Katika hili tunajua kwamba tunawapenda watoto wa Mungu. Tunapenda watoto wa Mwenyezi Mungu. Tumpendapo Mungu. Tukipenda Mungu na kuzishika amri zake.
tukishashika amri za Mwenyezi Mungu. Haleluya Bwana. Hii ndio upendo wa Mwenyezi Mungu. This is the love of God. Kushika amri za Mwenyezi Mungu. Mungu ni upendo. God is love. Mungu ni neno. God is word. Unaposhika amri za Mungu, whenever you hold on the pale unampenda Mwenyezi Mungu. Kwa maana huko ndiko kumpenda Mungu. Huko ndiko kumpenda nani? Mungu. Kumpenda Mungu ni kufanya nini? Kwamba tuzishike amri zake. Tuzishike amri zake. That's the love of God. Huo ndio upendo wa Mungu. Wala amri zake si nzito. Haiko nzito. It's not burdensome. Haiko nzito. It's not burdensome. That's the key to heaven. No funguo. That's the key to see God. Funguo la kuona Bwana. Love God. Pende Mungu. With all your soul. Kwa nafsi yako yote. With all your mind. Kwa akili yako yote. Then you have the love of God. Ndio una upendo wa Mungu. Unajua kuna hatari sana. You know, there's danger. Maana dhambi ni kuzivunja amri za Mwenyezi Mungu. Breaking the going against or breaking the word of God. Soma hiyo ndugu, watu wasikilize. Yohana 1 John 3:4. 1 John 3:4. Hapo. Yohana 1. Waraka wa kwanza wa Yohana 1. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4. 3:4. 1 John 3:4. English ready there? Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4. Kila atendaye dhambi afanya uasi. Kila atendaye nini? Dhambi. Afanya uasi. Kwa kuwa dhambi ni uasi. Dhambi ni nini? Ni uasi. English read. Nataka ndugu urudie kwa Yohana wa kwanza, tutamalizia hapo. Urudie kwa Yohana. Read 1 John 3:4. Everyone who sins is breaking God's law. Everyone who sins is breaking God's what? Law. Is law. Everyone who sins. Keep going. For all sin is contrary to the law of God. Oh, all sin is what? Contrary. I like the English, the way they put it. Amen. Yani Mungu anaenda hivi. God is going like this. Wewe unaenda wapi? You are going. Amen. Wrong direction. Amen. Thank you so much. Wrong direction. Njia sio sahihi. Jamani tunasikiliza. Please read again there. Amen. Everyone who sins kila atendaye dhambi is breaking God's law. breaking God's law. For all sin. All sin, not small sin. Is all sin. All sin is what? Is contrary to the law of God. Oh, anakuambia go left. Oh, wende mkono wa kushoto. You go right. Unaenda mkono wa what is going to happen to you? Kitu gani kitakacho kutokea? Accident. Amen. You see? Utapata nini? Accident. Ingia kwenye ajali, utapata ajali. This is why we are trying to tell people. Tunajaribu kuambia watu. Live according to the law of God. Ishi kadri ya sheria za Mungu. Ninapoambia watu waache kuongea kwa fake lugha fake. Whenever I start telling people to start speaking. This is because you are on the wrong direction. Ni kwa sababu uko kwenye njia sio sahihi. What is going to happen to you? Kitu gani kitakacho kutokea? Jamani tunasikilizana? Amen. Ndio maana ni vizuri. That's why it's good kufanya ibada to do a service na mtu ambaye hajui kitu with somebody who doesn't know anything anapenda kujua and wants to know kulikoni kufanya ibada na mtu ambaye anajua lakini anashindwa kuheshimu kenye anajua. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Tunajua hatari ya kusema Bwana ameniambia na Bwana hajakwambia. Right. Jamani tunasikilizana? Amen. Kuna watu wengi wamekamata asema Bwana Bwana ameniambia, wanakamata kama vile ni mchezo. Naogopa sana mtu amesema Bwana ameniambia kulikoni hata mzungu ambaye ana suruali, maana yeye anaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi sisi ambao Mungu ametujazia na karama, tumeona maishara ya Mwenyezi Mungu, tumeona makubwa ya Mwenyezi Mungu, mpaka tunamzoea Mwenyezi Mungu. Hiyo ni hatari sana. Right. Hallelujah Bwana. Neno linasema nini Justin? Please read.
Hallelujah Bwana. Everyone who sin. All sin. Inasema nini ndugu? Keep going. Is breaking God's law. God is law. For all sin is contrary to the law of God. Na Mungu amesema ukinipenda, God says if you love me, ufanye nini? Heshimu neno la kwangu. Respect my word. Kama kweli unapenda Bwana Mungu wako, you love the Lord your kwa moyo wako wote, all your heart, kwa akili yako yote, all your mind, kwa nguvu yako yote, all your might. Kuongea kwa lugha feki, speaking in fake tongues, lazima restrain yourself. You must stop yourself. Ni intimidate tu dada yangu hapa nione kama niko kiroho. Intimidate my sister, make them think that I'm spiritual. Niongee kwa lugha na lugha ya kuja. Should I speak in tongue when he has? Nyinyi mjue kwamba Kentucky kweli kuna moto. Oh, there's fire in Kentucky. Kweli ile kanisa ina moto. Hallelujah Bwana. Pole sana kwenu. Pole sana kwa yeyote yule. Hallelujah Bwana. Amen. Ni afadhali it's better ibada yote iishe pasipo wewe kusema mai sai kama Bwana hajakusemesha. Hallelujah Bwana. Kulikoni ibada yote tuanze uko kumai sai na ni wewe peke tu. Hallelujah Bwana. God is watching. That's right. Bwana Yesu asifiwe. That's right. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hasara iko wapi? Hallelujah Bwana. Napenda kila mtu aweze kujua hii. Hallelujah Bwana. Hallelujah Yesu. Amen. Hallelujah Bwana. Ndio maana mtu ambaye amekutangulia umsikilize. Bwana ametupitisha. Tumeshaona mahali ambapo hatusikii tena uwepo wa Mungu. Tukajiuliza Bwana nimefanya nini? Kumbe kuna kitu ambacho umekifanya. Hallelujah Bwana. Hallelujah Bwana. Tuko katika kipindi cha kanisa la Laodikia. Hallelujah Bwana. Hallelujah Bwana. Watu wako moto. Watu wako baridi. Wako vuguvugu. Vuguvugu. Na Bwana amesema kwamba nitawatapika. That's right. Hallelujah Yesu. Ndio kipindi ambacho tulicho nacho. Hallelujah Bwana. Kumbe mtu anaweza akasema Bwana ameniambia. Akikula maharagi usiku anakwenda kuota ndoto. Hallelujah Bwana. Anakuja kusema kwamba Bwana ameniambia. Hallelujah Bwana. Are you sure? Kama Bwana kweli amekwambia. Ama wewe ni Mkristo wa kanisa la Laodikia. Hallelujah Bwana. Unajiona kwamba wewe ni tajiri. Hallelujah Bwana. Kwamba una nguvu. Kumbe wewe uko uchi. Hallelujah Bwana. Dhambi ni kufanya nini pale? Please, dhambi ni kufanya nini? All sin. Please read it for me, please. Hallelujah Bwana. Everyone who sin is breaking God's law. God is law. For all sin is contrary to the law of God. Hallelujah Bwana. Niliwaambia hivi. Tuko katika kipindi cha kanisa la Laodikia. Wewe usome hilo kanisa. Jinsi lilivyokuwa. Matendo yao. Katika kitabu cha Ufunuo. Hallelujah Bwana. Just keep the English there. Hallelujah Bwana. Tuweze kutafuna hapa. Amen. Kisha tumalize twende nyumbani. Hallelujah Bwana. Ili watoto wa Mwenyezi Mungu waweze kusikiliza. Hallelujah Bwana. Kisha watakwenda kutukana jinsi wanavyopenda kutukana. Lakini wataona Roho Mtakatifu atawaondoka. Hallelujah Bwana. Watarudi tena kwenye makeup. Hallelujah Bwana. Lakini mtafeki kwa lugha tu. Na watu wasiojua wasiopambanua watasema kweli hili kanisa lina moto. Kweli hili kanisa lina moto. Hapana wako vuguvugu. Maana lugha inayotoka haiko lugha. Hallelujah Bwana. Tunasoma Ufunuo wa Yohana 3:14. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia. Andika. Haya ndio anenaye yeye amina. Revelation 3:14. Hallelujah Bwana. Endelea ndugu. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia. Andika. Haya ndio maneno. Haya ndio maneno. Hallelujah. Aliye aliyefanya nini ndugu? Aliye nani? Aliyeamini.
Ngoja ndugu kidogo hapa. Ndio maana sio kusema kila kitu unasema amen amen. Unajua amen ni nani? Ndio. Do you know who is the amen? Ni Kristo yeye pekee yeye ndiye amen. Anasema nani anayenena ndugu? Wewe aliye amina. Anaitwa jina lake tena nani? Wewe aliye amina. Hiyo inamaanisha kweli. Ndio, yes. That's him. Anasema nini ndugu? Shahidi aliye mwaminifu. Aliye mwaminifu na wa kweli. Na wa kweli. Haiko wa uongo. Haleluya Bwana. Endelea ndugu. Mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Mwanzo wa nini ndugu? Wa kuumba kwa Mungu. Mwanzo wa nini? Wa kuumba kwa Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa nini? Na hapo anasema mwanzo wa nini? Wa kuumba kwa Mungu. Haleluya Bwana. Endelea ndugu. 15. Na yajua matendo yako. Na unajoongea kwa lugha ya feki. Haleluya Bwana. Ya kuwa. Haleluya Bwana. Yanasema nini ndugu? Anza tena 15. Na yajua matendo yako. Najua matendo yako. Ya kuwa nitafuna hapa ndugu. Na yajua nini? Matendo yako. Najua matendo yako. Najua kila kitu unachokifanya. Kila kitu unachoongea kwa simu ninakijua. On the phone. Unachokifanya ndani ya chumba yako ninajua. Unachofanya kazini ninajua. Haleluya Bwana. Unachoweka kwenye mitandao ninajua. Haleluya Bwana. Unachoangalia pornography kwenye simu yako. Haleluya Bwana. Bwana anakuangalia. Matusi unayotukanana. Haleluya Bwana. Bwana anayaona yote. Haleluya Bwana. Unapoimba kwenye kwaya na umefunika vimameshi. Haleluya. Bwana anajua yote. Ukikwenda kwenye club unatoa pete. Wabinti wakujua kwamba wewe hujaoa. Haleluya Bwana. Bwana anajua yote. Haleluya Bwana. Leo Jumapili uko kanisani. Lakini jana ulikuwa unakunywa pombe. Haleluya Bwana. Bwana anajua yote. Yote anayajua. Matendo yako. Hakuna nafasi ambapo utakimbilia. Wewe Mkristo wa kanisa la Laodikia. Ole sana. Sema ndugu, kanisa la Laodikia. Na yajua matendo yako. Najua matendo yako. Na yakuwa hubaridi. Wala moto. Ungekuwa heri sasa. Haleluya Bwana. Ungekuwa baridi. Au moto. Haleluya, ngoja ndugu. Haleluya Bwana. Basi kama uongei kwa lugha, ingelikuwa afadhali ujikalie zako kimya kulikoni ujifanye kwamba wewe uko moto, kumbe moto hauko, hata baridi hauko. Haleluya Bwana. Ingekuwa afadhali useme ya kwamba Bwana hajakwambia kulikoni kusema asema Bwana wa majeshi, na Bwana hajasema. Haleluya Bwana. Watu watakuona unakufa kiroho. Haleluya Bwana. Ulikuwa unahubiri masaa mawili. Haleluya Bwana. Lakini hauhubiri tena. Ulikuwa unatetemeka ukiimba. Utukufu umekuondoka. Haleluya Bwana. Makanisa zilikuwa zinajaa watu. Watu walikuwa wanasoma nini? Uamsho ndani ya kanisa. Ulikuwa moto, upendo wako wa kwanza umeupoteza. Ingelikuwa hata baridi basi. Haleluya Bwana. Ama uwe joto. Chagua moja. Hauwezi ukakuwa yote mawili. Watama. Uko vuguvugu. Bwana anasema nini ndugu? Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Ungekuwa baridi au moto. 16. Basi kwa sababu una uvuguvugu. Auongee kwa lugha lakini unafeki kuongea kwa lugha. Hauna karama ya kutabiri lakini unajifanya unatabiri. Haleluya Bwana. Unavaa kanzu lakini unajua wewe una uchawi. Unajua wewe unateta wa kwanza. Unajua una hasira inakuwaka. Anger. A demonic anger is in you. You don't love the other people. Unajua una kipepo cha kukunywa pombe, lakini kwenye madhabahu unaonekana. Haleluya Bwana. Umejifanya mchungaji na huko unaibisi. Bwana anakujua. Haleluya Bwana. Mchungaji wa kanisa la Laodikia. Haleluya Bwana. Hauko baridi. Haleluya Bwana. Haleluya. Wala uko moto. Wewe uko wapi? Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Unajua kwenye kanisa lako. Wanaokuja kwenye kanisa lako ni wale ambao waliotengwa kwenye kanisa zingine. Wewe unawaweka ndani ya kanisa lako.
Ndio sasa kanisa limejaa na watu wa kutenda. Haleluya Bwana. Wanaotoa mamimba. Haleluya Bwana. Wachawi. Wishi people. Haleluya Bwana. Wasiosoma maandiko. Haleluya Bwana. Wasioshiriki kwenye maombi. Haleluya Bwana. Wanakwaya wa mikutano. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Ungelikuwa nini ndugu? Mungu anasema ungelikuwa nini? Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Nasoma. Soma ndugu. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Bwana anasema nini? Basi kwa sababu una uvuguvugu. Kwa sababu hauko vuguvugu. Kwa sababu una uvuguvugu. Wala ubaridi. Wala umoto. Nitakutapika. Nitafanya nini? Utoke katika kinywa changu. Nitafanya nini? Nitakutapika. Haleluya Bwana. Bwana anapokutapika whenever the Lord speaks you hata kukamata te. Haleluya Bwana. Maana naye kula matapishi ni nani? Bwana hata kukamata tena. Ndio maana nalo linasema kwamba wale walioonja kipawa. Haleluya Bwana. Those who taste the gift of the Holy Spirit, it's very hard. Ni vigumu kuwarudisha tena. Haleluya Bwana. Neema ya Mwenyezi Mungu. Sijue kama unaniangalia kwenye tablet, kwenye simu yako. Bwana anasema nini? Tubu dhambi zako. Tubu dhambi zako. Ubatizwe tena. Ondoka katika kanisa la Laodikia. Ondoka katika kanisa la Laodikia. Kanisa la makeup na mameshi. Haleluya Bwana. Watu hawapendi tena kuomba. Hakuna tena kuongea kwa lugha. Hakuna tena cha karama za Roho Mtakatifu. Wanawake wanasimamia kanisa. Wanawake ndio wachungaji. Ondoka. Hilo ni kanisa la Laodikia. Haleluya Bwana. Hilo ni kanisa la Laodikia. Mungu amesema kwenye kanisa la Laodikia, nitawatapika siku ya hukumu. Wengine watakwenda. Bwana, nilitabiri na roho yako, niliponyesha wagonjwa, na Bwana atasema ondoka sikujui. Ukristo wa kanisa la Laodikia, ondoka sikujui. Hata uvae kitambaa, hata uhubiri kwenye mitandao, even if you preach on it, even if you go to Africa, preach people there, but you don't have the love of God, you don't have the Holy Spirit in you, you know yourself, even the Holy Spirit you have, you don't obey him. The Lord said here, nitakutapika. Matendo ya Mitume 2:38. Haleluya Bwana. Maandiko yanasema nini ndugu? Matendo ya Mitume 2:38. Act 2:38. What the Holy Spirit said. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. Hii haiko maneno ya mchungaji yake. Haya ni maneno ambayo yako ndani ya Biblia. Haleluya Bwana. Mtu atasema kwamba ile kanisa yenu mimi unahukumu tu. Hapana. Mimi niko tarumbeta hapa. Anayehukumu ni nani? Haleluya Bwana. Unajua watu wanapenda kutufundisha vino. Haleluya Bwana. Israeli kabla haijaenda Babiloni, Yeremia alikuwa ameshakuwa pale. Haleluya Bwana. Anaambia watu nenda, usiku nenda, usiku rudi. Anaambia Israeli, acheni miungu yenu. Stop worshiping the idols. Jeremiah was there warning people to do what the Lord wants them to do. Haleluya Bwana. Yohana Mbatizaji naye akakuja akaambia watu tubuni dhambi zenu. That's the same. Haleluya Bwana. Haleluya Bwana. It's in us. I can be quiet. Namna gani nikae kimya? Haleluya Bwana. Nione watu wanaenda jehanamu, wanadanganywa na wachungaji feki wasiokuwa na Roho Mtakatifu. Haleluya Bwana. Mtu anaweza akaimba mbele, iko kwenye chupu yote iko mbele, na mchungaji anakaa tu. Haleluya Bwana. Maana ni maumbo. Haleluya Bwana. Msizobweka. Haleluya Bwana. Hawakupewa tarumbeta. Haleluya Bwana. Matendo ya Mitume inasema nini? Matendo ya Mitume 2:30. Haleluya Bwana. Wasikia haya. Waliposikia haya, wakachoma mioyo yao. Wakawaambia Petro na mitume wengine, tutendeze ndugu zetu. Mkristo wa Laodikia utende nini? 38. Petro akawaambia,
mbinguni kabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu ndani mwako. Haleluya Bwana. Utapokea nini ndugu? Kipawa cha Roho Mtakatifu ili kwamba uzae matunda ya nini? Ya Roho. Haleluya Bwana. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Neno litasimama. Neno la Bwana haleluya litasimama. Neno ya ulimwengu yatapita, jamani, ninatangaza neno litasimama. Yesu atasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali Baba atasimama. Neno haleluya, neno la Yesu neno la Bwana. Ya ulimwengu yatapita, neno litasimama. Ninatangaza neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Neno litasimama. Yesu neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Malaya watapita. Haleluya. Kanisa feki zitapita, lakini kanisa takatifu walitapita. Neno litasimama. Neno litasimama. Yesu neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Ninatangaza neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Neno litasimama. Yesu neno litasimama. Ulimwengu yatapita, bali neno litasimama. Injili Injili ya Yesu Injili Injili ya Kristo wako. Ndio maana tunawaambia yako. Ndio maana tunawaambia yako. Ndio maana tunawaambia yako. Injili inaponya mioyo yetu, inaponya. Injili yaokoa. Injili ya Yesu yaokoa. Ni upanga. Injili ni upanga. Tabia zote zilizo chafu. Ndio maana tunawaambia ni upanga. 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 Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni wewe mwokoaji Bwana. Saidia